Tunamshukuru Mungu kabisa kwa vile ambavyo amekuwa pamoja nasi na kwa jinsi ambavyo ametupa neema hii ya kuendelea. Jina la Yesu litukuzwe. Tunapojifunza kuhusu ukiokoka, lazima uyaache mambo ya kidunia yasiyompendeza Mungu. Ukiokoka, lazima uache mambo ya kidunia yasiyompendeza Mungu. Mambo ya kidunia yanapokuwa katika maisha ya Kristo, yanapokuwa katika maisha ya mtu ambaye ameokoka, yanakuwa ni sababu ya huyu mtu pia kutokumwona Mungu kwenye maisha yake, kwa sababu Mungu mwenyewe hana ushirika na watu ambao ni watenda dhambi. Mungu hana ushirika na watu ambao wana ushirika na dhambi. Haya mambo ya kidunia ambayo ni maovu yasiyompendeza Mungu, wamefunga milango ya watu kumwona Mungu maishani mwao. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu hapo umeokoka, lazima kabisa hiyo kuna mambo ambayo itakubidi uyaache, hata kama unaona kwamba yalikuwa yanakupa faida wakati hujapata maisha, lakini sasa wewe ni mali ya mtu mwingine, unatakiwa sasa kutembea kama vile ambavyo Mungu anavyokuelekeza uweze kuishi, ili aweze kuonekana kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Kitabu cha Romans chapter 12 kuanzia verse 1 mpaka 2. Romans, Warumi nasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kwanza kabisa miili yetu Mungu anahitaji na kufanya nayo ibada iweze kuwa ni miili ambayo imetakasika, ili ibada zetu ziweze kuonekana mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Vile tunapokuwa safi, tunapokuwa imetakasika, tunapokuwa sio miili ambayo imechafuka, tunapoenda mbele za Mungu kumwomba, kumwabudu, kumsihi, Bwana anaonekana kwetu, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Sema tutoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu. Kwanza kabisa tunatumia miili yetu kumwabudu Bwana, tunatumia miili yetu kumwomba Mungu, tunatumia miili yetu kumtumikia Mungu. Na ili kabisa Mungu aweze kusikiliza maombi yetu, aweze kuonekana kwenye maombi yetu, kwa kila tunalolifanya, hata kwenye huduma zetu, kwenye maisha yetu, kwenye familia, kwenye ndoa zetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu. Anataka kuona mtu ambaye maisha yake ni matakatifu na anampendeza. Basi tunasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe namna yote ya dunia hii. Bwana asifiwe. Wala mambo ya kidunia hii yasiwe maishani mwako, wewe mtu ambaye unamwamini Yesu. Nasema lakini sisi tuliookoka, watoto wa Mungu na mjua Mungu, hatufai tena kuenenda katika tabia kama hizo za kidunia, za kufanya maovu, mambo ya kidunia yasiyompendeza Mungu. Tunapoyafanya yanatutenganisha na Mungu. Mungu anakuwa mbali na sisi, kwa sababu Mungu hawezi kushirikiana kabisa na matendo ya dhambi. Mtu ambaye anasema ameokoka na maisha yake ni maisha ya dhambi, hata ibada zake kwa Mungu haziwezi kukubalika, kuomba kwake haziwezi kukubalika. Jua kama kabisa unapokuwa umejichanganya na dhambi, hata ukimwita Mungu hawezi kusikia maombi yako, hawezi kuonekana kwako. Anakuangalia tu, anakuona tu, na hawezi kuhusika na maisha yako. Kwa sababu nini? Ni kama umeasi amri za Mungu. Matendo ya kidunia yasiyopendeza Mungu hayafai katika maisha ya mtu ambaye ameokoka. Bwana asifiwe. Ile kitabu cha Waefeso chapter 4, Ephesians chapter 4 kuanzia verse 17 inasema, basi nasema neno hili tena ninashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao.
watu waliookoka. Paulo anaongea na kanisa la Waefeso, kama tumeshaokoka hatufai tena kuenenda kama mataifa wanavyoenenda kwa ubatili wa nia zao, kwa sababu ni watenda maovu. Maisha yao hayampendezi Mungu, sema ambao akili zao zimetiwa giza, wala ambao hawajaokoka mataifa, nao wakafarakishwa na uzima wa Mungu. Uzima wa Mungu hawana uhalali wa kuupata kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Hata wakisikia Injili hawataki kubadilika, hawataki kuokoka, wanapuuza, wanadharau watu ambao hawajamjua Mungu, watu ambao hawajaokoka. Biblia inasema kwamba ambao akili zao zimetiwa giza, nao kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ni wagumu, si watu wa kusikia ili wabadilike. Ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Watu ambao na Yesu ndani yao, maisha yao ndio haya, ni wafisadi, ni watu wa kutamani kufanya maovu. Bali ninyi nimesema sivyo mlivyojifunza Kristo. Sisi hatukujifunza maisha kama hayo. Kristo hakuishi maisha kama hayo. Sisi tunajifunza kwa Kristo, tunaishi kama Kristo. Tabia zetu zinafanania Kristo. Ongea yetu, tembea yetu, vaa yetu, maisha yetu yanafanana na ya Kristo. Bwana asifiwe. Sema bali ninyi sivyo mlivyojifunza. Tabia za watu wa dunia waliokoka sio tabia za Kristo. Hii tabia za waliokoka zinafaa zifanane nani? Kristo. Mvue habari ya maneno wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Kwanza kabisa, utu wa kwanza, maisha tuliyoishi kabla hatujaokoka, tusiyaruhusu yawe tena maishani mwetu. Tabia zile za zamani, maisha ya ndani, maisha yasiyompendeza Mungu, uwazi, uchafu, tabia mbaya, maovu, wizi, ulevi, maisha kama hayo. Tulikuwa ndani ya hiyo maisha, tulifanya hivyo kwa walevi na makaba na majambazi, tulikuwa waizi, tulifanya kila aina uchafu, utu wa zamani. Lakini sasa tumeokoka, hatufai tena kuishi maisha kama hayo, maana hayo ni maisha ya watu ambao hawajamjua Mungu. Bwana asifiwe. Nasema na mfanye upya katika roho za nia zenu, mfanye upya kama watoto wa Mungu katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mvae utu upya ulioumbwa katika Mungu, tutembee katika utakatifu na haki ya kweli. Maisha ya mtu ambaye ameokoka ni maisha matakatifu. Bwana asifiwe. Nataka umwone Mungu maishani mwako. Nataka Mungu awe pamoja na wewe. Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu akupe kuishi maisha mazuri, uishi kwa amani, uishi maisha ya ushindi, uishi kwa furaha. Kila kitu maishani mwako kiweze kufanikiwa, lazima uishi maisha ya kupendeza Mungu, yasiyofanana na ya kidunia, yanayomfanania na Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Waliookoka maisha yao yanamfanania Kristo. Efeso 3:1 inasema kwamba hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa,
mkaenende katika upendo kama Kristo naye aliowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato. Bwana asifiwe. Sema watoto wanaopendwa, mnaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alitupenda. Basi linasema, lakini uasherati usitaki upendo kamwe, wala uchafu wote wa kutamani kama ilivyostahili hivyo watakatifu. Lakini uasherati usitaki upendo wala uchafu wowote wa kutamani kama wastahili watakatifu. Yaani dhambi ya aina yoyote isitaki maishani waliokoka. Watakatifu, watu watakatifu hawafai kutembea katika hali na maisha ya dunia, katika maisha ya dhambi. Wanataka kuishi maisha matakatifu. Yaani mtu ambaye ameokoka, uovu hautaki maishani mwake. Sema wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maisha ya aibu wala maneno ya upuuzi wala ubishi, yaani mtu ambaye ameokoka tamani sana kujiepusha na mambo kama haya. Bwana asifiwe. Tamani sana kuishi maisha ya kupendeza Mungu. Tamani sana Mungu ataona maisha, wala aibu wala maneno ya upuuzi wala ubishi, haya hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo. Mtu wa tabia hizi hana nafasi katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Mtu wa maisha ya dhambi hana nafasi kwenye ufalme wa mbinguni. Mtu ambaye haishi maisha matakatifu, mtu ambaye hajaamua kabisa kuachana mambo ya dunia, kama anasema ufalme wa mbinguni hauna nafasi kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuokoka tu haina maana yoyote kama maisha yako na tabia zako vile unavyoishi, kama hakuna udhihirisho wa wokovu, kama hujabadilika, kama hujawa mtu wa tofauti, kama haujajitenga na mambo ya dunia ambayo yampendezi Mungu. Nasema kuokoka haisaidii chochote, haitasababisha tuingie mwende mbinguni, haitasababisha uone uzima wa milele. Kwa vile nasema tumeokoka na tabia zako ni mbaya, maisha yako ni mabaya, wewe ni mtu mtenda maovu, wewe ni mtu anaishi maisha ya dhambi, wewe ni mtu ambaye maisha yako hayampendezi Mungu, ni mtu ambaye tabia zako bado za kidunia, bado tu unafanya vile vile unavyokuwa unafanya kabla haujaokoka. Bwana asifiwe. Wewe kusema umeokoka haikupi kibali kwamba lazima utaingia mbinguni. Lazima maisha yako yabadilike, tabia zako zibadilike, kuongea kwako kubadilike, kuongea kwako kubadilike, maisha ya dhambi yasipate nafasi kwako, uishi maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Sema mtu asiwadanganye kwa maneno ya yasiyo na maana, kwa sababu hayo hasira ya Mungu wajia Bwana wa uasi. Basi msishirikiane nao, kwa maana zamani mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Tunda la nuru, mtu ambaye wa nuru ni mtu ambaye anatenda mema, ni mtu wa haki, ni mtu wa kweli. Hilo ndio tunda la nuru. Haya ndio maisha matakatifu. Mkiakili ni nini impendezao Bwana, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali miyakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Bwana asifiwe. Maisha ya dhambi, mpendo,
yatakukosesha ushirika na Mungu. Tamani kabisa uishi maisha ya kupendeza Mungu. Basi nasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo sio wajinga, bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tesa na nyimbo za Roho, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maisha ya dhambi sio sehemu ya mtu ambaye anasema anaokoka. Bwana asifiwe. Tunatakiwa kuishi maisha matakatifu ya kupendeza Mungu kwa uaminifu kabisa. Tumaanishe kwenye wokovu wetu. Bwana asifiwe. Tumaanishe kama tumeokoka kweli. Tumaanishe tuwe nuru, tuwe taa. Watu wakituangalia wajue kwamba tumeokoka, nao watamani kuwa kama sisi. Sio tuwe vikwazo kwa sababu ya kusema tumeokoka, tabia zetu zinafanana na za kwao. No, hiyo ni kashfa kubwa sana. Kama umeokoka, unampenda Yesu na bado wewe mtu wa kukunywa, bado unakunywa, bado unalewa, kusema umeokoka. Wewe bado ni mtu ambaye ni mzinzi, ni kahaba, bado wewe ni mchawi, bado wewe ni mtu tabia zako miovu, bado maisha maisha ya dhambi. Hiyo haimpendezi Mungu, impendeze Mungu. Bado ni mtu ambaye maisha yako kabisa hayamtukuzi watu wanaokuona wanashangaa na ukubwa wako ni wanyang'anyi. Sababu hata sema yako tu unasema tugovi, ni mtu wa matusi, ni mtu wa hasira, mtu wa chuki, hauna upendo kwa wengine, na unasema umeokoka. Hata wewe jirani unaishi naye hapo unapokaa hamsalimiani, sababu upendani na wengine. Wewe ni mtu wa kiburi, ni mtu wa kujiona, au kwa sababu na kwa uwezo tu kidogo, basi unaona wewe unafanana na wale wengine, unadharau wengine. Haya sio maisha ya mtu ambaye ameokoka. Bwana asifiwe. Ameokoka ni mnyenyekevu, sio mtu wa kiburi, ni mtu ambaye matendo yake yanampendeza Mungu, njia zake zinampendeza Mungu. Ni mtu ambaye watu wakimwangalia wanaona tofauti ndani yake, wasema kuangalia kwa kweli dada siku hizi ameokoka, kweli baba sisi ameokoka, kweli kijana sisi ameokoka. Tabia wanazoziangalia kwako vile walikuwa wanakuona zamani, si vile wanavyokuona leo. Walikuwa wanakuona ni mlevi, unatembea na wake za watu, wewe ni mwizi. Walikuwa wanaona mtu unakula mamirungi, ni mtu ambaye unatukana, ni mtu ambaye unaongea maneno maovu, ni mtu ambaye hauna hofu ya nani. Zamani walikuwa wanaishi hayo maisha ya aibu, maisha machafu, mtu wa kutukana, mtu wa kuongea ovyo, mtu wa kiburi, mtu wa hasira, mtu ambaye ni kulewa ovyo. Ulikuwa unaishi maisha kama hayo wakati unaishi maisha. Leo umeokoka, watu wanapokuona hauko katikati, hauko tena na tabia kama hizo, wanajua kwamba kweli huyu mtu ameokoka. Hata kama hujawaambia umeokoka, wanapoona mabadiliko katika maisha yako wanasema kweli huyu sio vile alivyokuwa, huyu ameokoka. Kwa sababu unaangaza sasa, tayari unaangaza, umekuwa nuru, na utakuwa sababu ya wengine pia kutamani kumjua huyu Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Galatia 1:3 inasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Bwana asifiwe. Mungu akajitoa, akafa msalabani ili kutuepusha na mambo mabaya katika dunia hii ya sasa. Dunia maovu ni mengi yanatendeka, watu ni waasi, dhambi zimezidi, maovu yamezidi, watu wanatenda mabaya, hawajali, hawaogopi.
Yaani anakuambia habari za Mungu, wanaonekana kama umechanganyikiwa, una akili nzuri. Wanauliza mpaka maswali yetu, ulienda huko ukarudi. Imagine, tunamwambia habari za Mungu, anakuuliza kwani ulienda huko ukarudi? Yaani hawezi kujiangalia mwenyewe hata vile ambavyo ameumbwa. Mtu ambaye ameumbwa mtu wa ajabu. Anaenda amewekwa viungo vizuri. Ana mikono, ana miguu, ana macho, ana masikio, ana mapua, ana nywele, ana miguu. Hivyo vyote hawezi kutafakari. Akaona kuna mtu aliyemfanya kama vile alivyo. Hawezi akafikiria hivi, mtu kama amechanganyikiwa huko. Hana akili nzuri. Kama hawezi kuona matendo yake yametendeka kwake vile alivyotoka, akajitathmini, akajiangalia, akajua kwamba kweli kazi imefanywa na Mungu. Hii kazi mwanadamu anaweza kaifanya kwa vile nilivyo, viungo hivi vyote vile nilivyo, mapua ya kunusa ili usile kitu kibaya, mdomo meno ya kutafuna, amekuwekea mpaka exhaust hapo nyuma ya kutoa uchafu ili usiadhibikiwe. Hadi matendo makubwa sana ambayo unaweza kufikiria kwamba ni Mungu amefanya yote kwako. Na ukijua hivyo, unakuwa na hofu ya Mungu maishani mwako. Utaruhusu dhambi kwenye maisha yako. Utapenda Mungu kabisa. Unapokuja kwa Mungu kwa mfano, unaenda kufanya hizo kazi zote kwenye maisha yako, hautakuwa tena mtu ambaye unadharau wokovu au unadharau Injili au unasema tena kama huyo Mungu ni Mungu gani anasema ulienda huko ukarudi. No, jiangalie, jichunguze, itafaka vile ulivyo wewe mwenyewe tu. Umetoka wapi? Nani amekufanya hivyo? Ushakumwona na macho? Ni Mungu amefanya hivyo. Hiyo ndio inafaa ujue kwamba kuna Mungu. Ndio uishi katika mapenzi ya Mungu, na hofu ya Mungu ili uweze kumpendeza Mungu. Second Timothy chapter 2. Second Timothy chapter 2. Bwana Yesu asifiwe. Second Timothy chapter 2 verse 19. 2:19 inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii Bwana walio wake. Tena kila alitaja jina la Bwana na auache uovu. Maisha ya mtu ambaye ameokoka, kama umeokoka, lazima uiache mambo ya dunia yasiyompendeza Mungu. Sema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri kila, yaani Bwana walio wake. Mungu anawajua walio wake, na kila alitaja jina la Bwana aache maovu. Bwana asifiwe. Ni aibu sana unalitaja jina la Mungu na bado wewe ni mtu mwovu. Uko kanisani ni bado wewe ni mwovu. Ni mzee wa kanisa bado na mpango wa kando. Ni kijana bado anatembea na wadada kwa barabara ovyo tu. Napeleka nyumbani siku unayotaka. Naamka na kama unavyotaka. Bado unaenda unakunywa ukijificha. Bado unavuta sigara. Yaani unafanya tabia ambazo sio za mtu ambaye unaishi maisha ya uovu, maisha ya dhambi. Lakini Biblia inasema Mungu anawajua walio wake. Anawajua walio wake. Nasema kila nitaje jina la Bwana, acha uovu. Kama unasema umeokoka, acha maovu. Wacha kuacha jina la Kristo. Haleluya. Wacha kufanya Mungu mtu aonekane na naomba hayuko. Au hafanyi chochote. Kama umeokoka, acha maovu. Neno la Bwana, acha uovu. Kila anayetaja jina la Bwana, hakikisha kabisa dhambi ipate nafasi kwenye maisha yako. Hakikisha ushirika wako na Mungu uko sawa. Bwana, jitenge na mambo, jitenge mbali na dhambi. Hakikisha ndio ambao unashirikiana na wao, ambao unaushirika na wao, sio watu ambao wanapenda dhambi. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa sio mwizi, lakini ukitembea na waizi au kutembea na mwizi, utatafuta na polisi. Anakaa wote, mtu anatembea naye yake kamata hata utakamata. Bwana asifiwe. Wewe sio mwizi ndio. Ukiwa unatembea naye na mtu ambaye ni mwizi na yuko na wote anatoa na polisi. Siku atakutwa tu, akikamata hata utakamata. Bwana asifiwe. Yote uliokoka ushirika wako, tafuta ushirika na watu ambao wameokoka. Ni watakatifu na mpenda Mungu. Unamtaka Mungu kila wakati. Kwa sababu wakati ambao utajichanganya na dunia hii, yaani unaongea kama wao,
hawajaokoka, unafanya kama wao hawajaokoka, tabia zao utafanana na wao tu, watakuambukiza hiyo spirit ya uchafu, spirit ya dhambi. Kama umeokoka, jitenge na watu wanajua ni watenda maovu, watu ambao hawapendeshi Mungu, watu ambao maisha yao ni ya dhambi. Jitenge na wao, jitenge na usiwaruhusu kupata nafasi kwenye maisha yako. Yeye ambao anasema kama umeokoka, anasema kila nitaje jina la Bwana. Tena Mungu anawajua walio wake, na kila nitaje jina la Bwana na aache maovu. Bwana asifiwe. Na wapendwa, Mungu anapendezwa na mtu ambaye anaishi maisha matakatifu. Mungu anapendezwa na mtu ambaye anaishi maisha matakatifu. Kitabu cha First John chapter 2. John chapter 2. Bwana Yesu asifiwe. First John chapter 2 verse 2:15 inasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakuna ndani yake. Bwana asifiwe. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya macho ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema, tamaa ya macho, kiburi cha uzima havitokani na Mungu. Sema, msipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia. Maana mtu kama huyu kumpenda Mungu hapo ndani yake. Mtu ambaye anaipenda dunia, maisha yake ni haya hapa duniani tu, maisha ya uovu na dhambi. Nasema kwamba kumpenda Mungu hapo ndani yake. Mtu ambaye anampenda Mungu hawezi ruhusu dhambi maishani mwake. Mtu ambaye anampenda Mungu, kama nasema ameokoka, hawezi ruhusu dhambi kwenye maisha yake. Tamaa mbaya, maisha yasiyopendeza Mungu, hawezi kutembea katika njia kama hiyo. Maana yeye ni mtoto wa Mungu. Anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu kwa nani? Kupenda dunia na mambo yake, maovu yake, maisha yasiyopendeza Mungu. Wewe unasema unampenda Mungu alafu unaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. No, kama unampenda Mungu lazima uishi maisha yanayompendeza Mungu. Uamue kabisa dhambi haina nafasi maishani mwako. Uamue kuishi maisha matakatifu, uachane na uovu, uachane na uovu. Uachane na uovu. Ishi maisha ambayo yanatukuza Mungu. Mungu aonekane ndani yako. Mungu aonekane ndani yako. Mungu aonekane ndani yako. Mungu ainuliwe ndani yako. Mungu atukuzwe ndani yako. Usiruhusu maisha yako kwenye maisha yako. Mpende Mungu, achana na dhambi, ishi maisha ya kupendeza Mungu. Chukua maamuzi. Jitenge na mambo ya dunia. Mambo ya dunia hayampendezi Mungu. Bwana asifiwe. Basi nasema na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanya mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini afanya mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Kwa nini? Hata akifa ataenda mbinguni. Ina maana tamaa za dunia ziko ndani yake, akifa ni moto wa milele. Bwana asifiwe. First Corinthians chapter 3, Korintho wa kwanza ile sura ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu sana. Anatupenda sana. Sura ya 3 mstari wa 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Kama umeokoka, maanisha Bwana asifiwe. Maanisha sema hamjui kila aliyeokoka mwili wake ni nyumba ya Mungu. Mungu anafaa kukaa pale. Bwana asifiwe. Lakini mtu akiharibu hiyo nyumba, akiichafua hilo hekalu la Mungu, Mungu hawezi kukaa pale kama huyo mtu. Baadaye na yeye ataharibiwa. Bwana asifiwe. Sema kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu
atamharibu mtu huyu, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ni mwili wangu uliokoka. Ni hekalu la Mungu, na ili Mungu akae ndani mahali pale, lazima uishi maisha matakatifu. Bwana asifiwe. Sema mtu kwamba mimi yeye ni hekalu la Roho Mtakatifu, Mungu anakaa ndani yake. Mungu hawezi kukaa mahali pachafu. Kama wewe ambao ukakaa mahali pachafu, hata Mungu hawezi kukaa mahali pachafu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama Mungu anapenda kuona nyumba yako ikiwa safi kila wakati, unafagia, una deki, unapanga vitu vizuri, unaona umekaa mahali umetulia, una amani. Sasa Mungu anataka hiyo nyumba yake ambapo ni wewe iwe safi kila wakati, isiwe chafu. Bwana asifiwe. Na kinachochafua nyumba hiyo ambayo ni wewe, Mungu mwili kinachochafua ni dhambi, ndio inachafua. Sio chafu kama waenda Mungu. No, ni dhambi unazozifanya ambazo zitafanya Mungu asikae hapo ndani, maana naye hawezi kukaa mahali pachafu. Sema mimi ni hekalu la Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kama vile yaani Mungu anapenda kukaa mahali ambapo pale katika mtu ambaye ni mtakatifu, ametakasika. Maisha yake sio maisha ya dhambi. Bwana asifiwe. Tamani sana kuishi maisha ya kupendeza. Usiruhusu dhambi maishani mwako. Nasema kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo nini? Hekalu la Mungu ni takatifu. Kiharibu, Mungu atakuharibu. Maana anapenda kukaa mahali pale. Asante. Na kila anayetaja jina lake aache uovu. Leta jina aliyeokoka, aache uovu. Badilisha tabia. Wokovu ni tabia. Wokovu ni tabia. Badilisha tabia zako. Uishi mtu ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Usiruhusu dhambi maishani mwako. Kataa kabisa kurudi nyuma. Kataa kabisa kuishi maisha ya dhambi. Kataa mambo ndani yako. Ruhusu Mungu akae ndani yako, kwa sababu hiyo mwili wako ni hekalu la Mungu, ni nyumba ya Mungu, na Mungu hawezi kukaa mahali pachafu. First Peter, tukienda kumalizia pale chapter 1, First Peter chapter 1. Bwana Yesu asifiwe. Wetu ni mwema, ni mwaminifu. Chapter 1 verse 15 inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nani iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Sema kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nani iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama mimi ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Kama aliyewaita Yesu Kristo aliyetuokoa alivyo mtakatifu, nasi pia anasema tu watakatifu kama yeye. Bwana asifiwe. Tumfananie yeye, matendo yetu yampendeze Mungu. Usiruhusu kuishi maisha ya dhambi. Sisi ni watoto wa Mungu, si ni mali ya Mungu, si ni nyumba ya Mungu. Tunataka tumuone Mungu maishani mwetu.